tumeumbwa ili tumfanyie Mungu ibada. Zikiwepo kazi za mikono ni ziada. Haleluya. Ni ziada, yani ni zile nyongeza. Haleluya. Lakini tumeumbwa ili tumfanyie Mungu ibada. Lakini duniani leo kuna ibada za aina nyingi. Hata tunapozungumza sasa hivi mahali hapa, kuna sehemu nyingine kuna ibada tofauti tofauti ambazo sio za kimungu zinaendelea. Hata walevi wana ibada zao, hata wazinzi wana ibada zao, shetani mwenyewe ana ibada zake, waganga na wachawi wana ibada zao. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wana wa Mungu tuna ibada, tumeumbwa ili tumfanyie Mungu wetu ibada katika roho na kweli. Haleluya. Kwenye Biblia kuna sehemu anasema kwamba naye Bwana anawatafuta watu watakaomwabudu katika roho na kweli, bila mchanganyo wowote. Ukiwa mwimbaji, mwimbie Mungu, mfanyie Mungu ibada katika roho na kweli. Ibada imebeba kuabudu. Kuabudu kumebeba kutukuza. Kutukuza kumebeba shukurani tele. Ibada imebeba kuabudu. Nataka nizungumze na kanisa kwa habari ya ibada. Nataka nizungumze na mtu mmoja mahali hapa kwa ajili ya ibada. Yamkini Mungu amenileta kwa ajili ya mtu mmoja tu. Tambua umuhimu wa ibada. Ibada ni dawa. Ibada inaweza ikapigana vita vyako. Saa ingine kuna mtu ameenda mahali kukuloga. Saa ingine kuna miungu ya kwenu inakufuatilia. Saa ingine kuna mizimu ya kwenu inataka itoe kafara. Lakini ukiwa mtu wa ibada, Yesu anakuwa ndani yako na wewe unakuwa ndani ya Yesu. Hata kombora likitumwa mahali popote, aliwezi kukupata, aliwezi kukuona. Haleluya. Ibada ni jambo la msingi sana. Ukiona mtu anapata shida au tatizo kuhusu ibada, basi jua katika ulimwengu wa roho ana vita. Kuna mtu mwingine anaweza akajiandaa kuja ibadani, akajikuta tu wageni wamekuja ghafla, au akapata taarifa fulani mbaya inayevuruga moyo wake ghafla, akajikuta anairisha ibada bila ridhaa yake au bila matakwa yake yeye mwenyewe. Nataka nikuambie, ulimwengu wa roho unatambua umuhimu wa ibada. Na ukiona unakuwa mtu wa vita, unakutana na changamoto kwenye kwenda ibada au kuwahi ibadani, hebu fanya faraga fulani na Mungu. Tengeneza uhusiano wako na Mungu ili hivyo vita viweze kuisha. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ibada ni dawa. Wakati ule unapata vita, saa ingine unapasi nguo inaungua. Saa ingine umefua nguo zimekataa kukauka, siku ya mvua inanyesha. Saa ingine unakuta siku kama ya leo Jumapili tumeamka tukiwa na mvua nyingi. Unakuta mwingine ndio kwanza anasema siendi kanisani. Hayo ni mapepo yanazuia watu. Na huyo pepo anajua kabisa ya kwamba kuna kitu Mungu anaenda kukusaidia ukijihudhurisha kwenye kusanyiko la Mungu. Uhusiano wa mtu na Mungu unajengwa kwa ibada. Uhusiano wa mtu na Mungu unajengwa kwa ibada. Karama zinakuwa, vipawa vinakuwa kwa ajili ya mahusiano ya mtu na Mungu. Na haya mahusiano ya mtu na Mungu hayajengwi nje ya ibada. Magonjwa yanaponywa ndani ya ibada. Watu wanapata waume, watu wanapata wake, wasiobeba mimba wanabeba mimba ndani ya ibada. Jina la Bwana libarikiwe sana. Wasiokuwa na kazi, walioteswa na malango ya familia, wanafunguliwa ndani ya ibada. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Wewe usiogope hata kama wamekulaani, hata kama umelaaniwa mahali fulani kwa miungu yao yasiyojulikana. Wewe ukiwa mtu wa ibada unafunguliwa. Haleluya. Ili ni hema la makimbilio. Siku za katikati ya wiki, kuna siku ya Juma Kuu kama la leo, usiwahi kukosa. Haleluya. Ibada, kanisa ni kama hospitali. Tunakuja mahali hapa, saa nyingine unaweza ukaja ukifikiria wewe ni mzima, lakini kuna mahali unaumwa. Hivi ngoja niwaulize swali. Ukienda saa hizi hospitalini, hata kama unatembea ukiwa na afya, unafikiria daktari akishakupima, ukienda kwake leo ukapima, hata kama ulikuwa mzima, atagundua tu kitu. Atakwambia ise wewe, fanya 1 2 3, maana kuna hali ya hatari, kuna alamu inalia mahali. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na kanisa ni hospitalini. Tunakuja tukiwa hoi, tukiwa tunaumwa. Kuna ndoa zinaumwa, kuna biashara za watu zinaumwa. Wewe kama hutaki
ukiwa mahali hapa, hivi unafikiria unaweza kupona? Kuna wenzako wanaenda kwa waganga ili uzidi kufa. Kuna miungu ya kwenu inachichamaa ili uzidi kuangamia. Kuna maadui usiowajua wako mahali saa hizi wameweka kambi, wamekuchimbia shimo. Unafikiria utapona? Njoo hospitalini ili uwe salama. Tunaye dokta mkuu mahali hapa ambaye pia ni baba yetu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mungu anamtumia sana. Haleluya. Mungu anamtumia sana. Hata asipokuwekea tu mikono, akiongea tu na wewe, ugonjwa unakimbia, vita vyako vinaisha. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Usisikilize kelele za shetani. Shetani ana kelele nyingi sana. Na shetani ana taarifa nyingi sana za kuwavunja watu moyo. Kuna taarifa nyingi za kuwavunja watu moyo, za kuwakimbiza, kuhama, au kuwabakisha kanisani kabisa. Na wale wanaohama wanatengeneza vikundi. Unaona hiyo hatari? Kuna shetani anatengeneza jenzi wa kiroho. Wakishajimegua tu kwenye kundi, wanaenda wanakuwa jenzi. Wanasema pale hatufundishwi, pale kuna 1 2 3. Nataka nikwambie hiyo ni laana. Kwa nini unajipalia laana? Haleluya. Nataka nikwambie hivi, tulia, hospitalini utibiwe, na ukishatibiwa fuata masharti ya dokta. Jina la Bwana libarikiwe sana. Katika Wagalatia 5 kuna masharti ya dokta pale. Kuna tunda la Roho, alafu kuna tabia za mwili. Zile tabia za mwili zote acha, fuata matunda ya Roho. Haleluya. Nataka nikwambie kuna ufunuo mkubwa ambaye Mungu anaenda kukupa mchana wa leo ili kudumisha uhusiano wako wewe na Mungu. Hauwezi kumwabudu Mungu usiyemjua. Lazima umjue. Kama mimi nimemjua Mungu wa baba yangu Bishop Mbando, mimi huaga namuita baba. Yale majina mengine huaga yanachelewa kidogo, lakini yeye ni baba. Haleluya. Hata kwenye simu yangu nimesevu baba. Mke wangu naye amesevu baba. Mwanangu Gabi ana simu amesevu na yeye baba. Haleluya. Kwa hiyo sisi tunamuita baba. Hata kule kwetu kule huku kwenye kigango kidogo huko Moria tunasema kwa baba. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lazima umfahamu Mungu wa baba. Haleluya. Lazima umjue, umtambue, uishi kulingana na Mungu anavyosema, anavyokufundisha kila mara mahali hapa. Haleluya. Na hilo ndio agano la Mungu linazidi kuimarika ukizishika kanuni za ufalme wa Mungu katika ibada. Katika kitabu cha Warumi sura ya 12 mstari wa 1. Nipate msomaji wa kwa haraka kidogo. Warumi sura ya 12 mstari wa 1. Biblia inasema hivi, sikiliza. Basi ndugu zangu nawasihi kwa huruma zake Mungu, ndio, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai. Itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai. Ngoja nikwambie, kuna watu hawataki kutoa miili yao iwe dhabihu kwa Bwana. Na unakuta huyo mtu ambaye hataki kutoa mwili wake uwe dhabihu kwa Bwana ana vipaumbele vyake. Sasa ile nikakwambia ya kwamba kuna ibada nyingi hapa duniani. Hata ndoa yako inaweza ikawa ibada. Na ndoa ikiwa ibada ikasahau nafasi ya Mungu, na kuambia hiyo ndoa kila siku ni ngumi mkononi au ni spana mkononi. Mpaka tu umpe Mungu nafasi kwenye hiyo ndoa, nafasi yake ya ibada, ndio ndoa inatulia. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lazima utoe mwili wako. Rudia tena. Basi ndugu zangu nawasihi. Kwa huruma zake Mungu. Itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai. Takatifu ya kumpendeza Mungu. Ndiyo ibada yenu yenye maana. Ngoja nikwambie, kuna matatizo mengi na kuna ibada nyingi. Lazima hiyo ndoa iwe na nafasi ya Mungu ya ibada. Wewe kama mama, wewe kama baba ndani ya familia yako, tengeneza uhusiano wako na Mungu. Wale watoto wajue kwamba kuna Jumapili tunaendaga kanisani. Wao watoto wajue kwamba kuna katikati ya wiki tunaendaga kanisani. Jina la Bwana libarikiwe sana. Utoe mwili wako kuwa kama sadaka kwa Bwana. Haleluya. Nataka nikwambie, hiyo ndoa au hiyo familia ikijua umuhimu wa Mungu, vita
zinaisha. Hata hiyo biashara unayofanya kama unapata hasara sana, ipe nafasi ya Mungu. Haleluya. Sadaka, mafungo ya 10. Haleluya. Na bidii, utoe mwili wako, njoo kanisani, sio tu unatuma sadaka. Hapana. Hapa sio kwa mganga wa kienyeji tunasema tuma sadaka. Hatutumi, tunataka ulete mwenyewe. Haleluya. Uje mwenyewe na familia yako. Haleluya. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Basi ndugu zangu na wasini, itoeni miili yenu iwe sadaka, iwe dhabihu takatifu ya kumpendeza Mungu. Ndoa yako iwe dhabihu takatifu ya kumpendeza Mungu. Uzao wako uwe dhabihu takatifu wa kumpendeza Mungu. Umuhimu wa ibada. Ngoja nikwambie, wachawi wana ibada zao, na wakienda kuanga wanacheza kabisa. Wanacheza kabisa, wanasema huyu fulani afe, huyu fulani asifanikiwe. Na wanacheza mpaka wanalala chini. Kwa hiyo nikwambie, mganga kabla hajamuagua mtu anapiga ngoma mpaka unaona mwili mzima unaoweseka hivi. Wewe kwa nini ukija kanisani haumfanyii Mungu ibada? Cheza. Haleluya. Nilimpenda kaka mmoja yule aliyovaa miwani. Alicheza. Yaani mimi ningekuwa najua kucheza jamani, ningecheza mpaka ningebiringika hivi. Haleluya. Mfanyie Mungu ibada. Haleluya. Muangalie jirani yako, mwambie unaachaje kukosa vipindi vya katikati ya wiki? Unaachaje kukosa na Jumapili? Haleluya. Unajua, ngoja nikwambie, Mungu yuko kila mahali lakini hapatikani kila mahali. Hapa ndio Mungu amekuchagulia. Ukipatikana hapa, na kuambia hivi, Mungu anatatua kesi zako zote. Nasikia uwepo wa Mungu sio wa kawaida. Usipomfanyia Mungu ibada, usipoutoa mwili wako uwe sadaka kwa Bwana, na kuambia hivi, duniani kuna vitu vingi vinafanya ibada na vinakuinda kila kona. Haleluya. Mungu hapatikani kila mahali, anapatikana mahali maalum. Shetani ndio yuko anazurura, lakini Mungu hazururi. Mungu anapatikana hapa. Huko nje kuna umbwa mwitu, wanaweza kukurarua ukaja nyumbani ukiwa unachechemea hivi. Na Baba ni wa huruma. Mwana mpotevu akija atamkumbatia tu. Haleluya. Atakufuta majeraha yako, atakuganga, atafanya na sherehe, atakuchinjia na ng'ombe. Lakini kwa nini unaenda kutapanya nyara za Bwana huko nje? Nyara za Bwana zinatunzwa ghalani. Ukibarikiwa usikimbize huko nje. Njoo hapa. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kitabu cha Waibrania sura ya 13 mstari wa 16, na mwingine anifungulie Waefeso 2:10. Mwingine anifungulie hiyo Waefeso 2:10. Waibrania 13 mstari wa 16. Neno la Bwana linasema, lakini msisahau kutenda mema na ushirikiano, maana sadaka kama hizi ndizo nipendezazo, ndizo zimpendezazo Mungu. Waefeso 2:10. Ndio. Maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu, tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Ndio. Ngoja nikwambie, hayo matendo mema hauwezi kuyapata nje ya malezi ya kiroho. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sisi wa Masai tuna tamaduni zetu na tuna namna tunavyoishi. Haleluya. Na tuna hiyo tamaduni ni ngumu kweli. Mungu, nakumbuka kama miaka kadhaa iliyopita niliwahi kufanya kesi ya kifamilia ili kujinasua huko kabisa, maana walikuwa wanataka kuniingiza mtaroni nikiona kwa macho, lakini nikatoka huko. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo tamaduni au mila zetu sio mbaya, hapana, ila kuna roho ambazo zinafanya hizo mila na tamaduni ziwe mbaya. Haleluya. Kama unaambiwa chinja mnyama halafu unywe damu, na Biblia inasema nini kwa habari ya damu? Ni vitu viwili tofauti. Haleluya. Kwa hiyo lazima ujitoe. Kwa hiyo hayo matendo mema hauwezi kujifunza kutokana na mila na desturi ya kule unapoishi. Mfano, unaweza ukawa binti mzuri labda wa Kimasai au labda wa Kimburu. Haleluya. Umetoka kwenye familia ambayo ina tabia zake. Haleluya. Hiyo familia unakuta labda imeolewa, mama ameolewa, akaachika, akaolewa, akaachika, akaolewa. Unajua ile ni spirit, ni roho kabisa. Ni roho kabisa. Na wewe ukishaolewa unakuwa mbabe kama mama yako. Unatunisha kifua kwa mume wako.
Ngoja nikwambie, wanaume wote ni wafalme. Unaona kama Mungu anavyopenda kuabudiwa, kusujudiwa, kunyenyekewa. Yaani hivyo vielements viko kwa wanaume kabisa. Yaani mwanaume ukimtunishia kifua anakuangalia, tena wanaume wana huruma sana. Tena ukimkuta ni mchungaji kama mimi, anakupetipeti, anakuongelesha kistaarabu. Akikuongelesha sana anaanza kupunguza max. Kama alikuwa anakupa buku 2 anakupa jero. Hizo ni adhabu za kimya kimya. Haleluya. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo zile tabia haziwezi kukufaidia ukatenda mema. Hii ndio karakana inayoweza kukufundisha wewe kutenda matendo mema. Haleluya. Kama ni mwizi, umetoka kwenye familia ya uwizi, acha uwizi, utende matendo mema. Acha uwizi. Uwizi hauwezi kuacha bila kuwa mtu wa ibada. Pombe hauwezi kuacha, uasherati, uzinzi. Ngoja nikwambia, hakuna dhambi yenye nguvu kama uzinzi. Roho Mtakatifu usinipeleke mbali nimalize. Uzinzi ni dakika 2 feru, dakika 1 uko kama uko hai, unatembea ukipepesuka. Kama ulikuwa ni mwimbaji au mtumishi umewekwa kwenye kitengo, dakika 2 chale unaamka unapepesuka pepesuka. Fulani, mbona hatukuoni ibadani? Kumbe kale kazambi kana kuchoma moyo, unasema Mungu nisaidie. Hata kama umetoka kuzini, njoo ibadani utapona tu. Wewe njoo hivyo. Yesu kwani alimtenga Yuda? Yesu alimkumbatia Yuda, lakini ni uzembe wa Yuda, alichelewa kujua kwamba amekumbatiwa na mwenye guarantee ya maisha yake. Haleluya. Baba yetu ana guarantee ya maisha yako. Hivyo hivyo ulivyo utahubiriwa mpaka utakaa sawa. Hata kama ulikuwa na kizunguzungu kinaenda hivi kwa ajili ya makosa fulani, utakaa sawa. Njoo hivyo hivyo. Usiache ibada kwa ajili labda ya tabia fulani ulizonazo. Njoo nazo hivyo hivyo. Biblia inasema kwamba njooni kwangu enyi wenye kulemewa na kusumbuka na mizigo mizito. Labda huo mzigo ni bangi. Uko kanisani lakini alafu unajificha. Unajipaka na mafuta fulani yanayonukia, unatafuna na karafuu unakuja. Njoo hivyo hivyo, hizo bangi zako zitaishaga tu. Haleluya. Baba, mimi nina ushuhuda kidogo. Wakati Mungu ananipeleka pale baba kwenye ile tawi dogo, mara ya kwanza nilienda pale nikapiga makofi, nikafikiria mke na watoto wamenitenga. Baadaye nikamuona mke wangu ananifuata. Kukaa kidogo nikamuona Gabi na yeye ananisogelea. Tukawa watatu. Tukaendelea kupiga makofi pale. Siku moja akaja jambazi baba. Mara ya kwanza akaja jambazi, mara ya pili akaja mganga wa kienyeji. Nikaogopa. Nikasema Mungu wangu amekuja kunimaliza. Maana wanakunyonya, yani wale wanakunyonya chaji mpaka inakuwa battery low. Nikaogopa. Kwanza ngoja niseme ya huyu jambazi. Huyu jambazi akaja akanifuata. Akaniambia, mchungaji, sasa mbona ni kama vile uko mwenyewe hapa mchungaji? Nikamwambia siko mwenyewe, kuna jeshi kubwa la Bwana liko mahali hapa. Akaniambia, unaweza kutatua shida yangu? Ngoja nikwambie, kuna washirika leo wakienda kwa mchungaji wanaenda kama wanaenda kwa mganga. Yaani wanataka, alafu wakishakwambia alafu wanakuambia unaona nini? Na Mungu anasema nini? Hivi akani challenge kidogo. Nikamwambia Roho Mtakatifu nipe neno la maarifa. Sema neno la maarifa. Haleluya. Yule jambazi akaniambia, mimi nina pisto na nimeshafanya sana hizo kazi, na sasa nataka kuacha lakini nimeshindwa. Akaniambia, nitafanyaje niache? Nikamwambia uzuria ibada. Akahudhuria ibada. Siku moja akaja amelewa chakari ibadani. Niko katikati ya wiki, niko mwenyewe. Akakaa pale chini, ilikuwa sina kiti. Kanisani kwangu ilikuwa hakuna kiti kabisa. Akakaa akaegemea nguzo ya kanisa akalala pale mpaka akajikojolea. Kumbe Mungu anamfungua siku hiyo, mimi sijui. Kumbe kuna nguvu baba, mtu akija hata kama ni mtenda dhambi akikaa tu hapa hivi anafunguliwa. Nilishangaa. Yule baba akainuka akasema, samahani mchungaji, leo nimekuja nimelewa. Angalia, akalia akasema mpaka nimejikojolea mchungaji. Nikamwambia, nikamkumbatia, nikamwambia usiogope. Akaniambia, kuanzia leo nitatoa mabenchi 5 ya kanisa. Ngoja nikwambie, alipotoa tu zile benchi za mbao kabisa, yale mabenchi baba yakamsaidia akaacha ule uwizi. Yakamfungua kabisa, akaendelea akawa mshirika, akawa aibi tena. Akaja na mke wake huyo, wakaja wakapata kazi yao nzuri, wakahamishwa mkoa.
Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ananipigia simu, anaendelea vizuri, sio mwizi tena. Haleluya. Ibada ni dawa. Yule mganga sasa akaja. Siku hiyo niko katikati ya wiki mwenyewe hivyo mwenyewe. Jioni kama saa 12 hivi. Akaniambia, kwa nini mnatusumbua? Nilipande la mwanamke. Nikastuka kwanza kidogo, nikasema Mungu wangu atanivamia nini? Maana nimeshachoka na maombi, nimefunga, kwa hiyo kamwili akana vitamini B vizuri. Haleluya. Nikasema Mungu wangu nitafanyaje Mungu? Nikamwambia Mungu, Roho Mtakatifu nitie nguvu. Nikapanda kule madhabahuni. Ngoja nikwambie, hili eneo la madhabahuni lina neema sana. Mimi sijawahi kujua baba. Nilipomwona ananiataki, nikapanda madhabahuni. Nikatulia. Nikamwangalia, akaongea kama generator lenye misi. Alipomaliza kuongea, nikasema kwa jina la Yesu, enyi pepo wa mtaa huu mliomtuma mjumbe wenu, ninawaapisha kwa jina la Yesu. Haya, chomoka. Na kuambia hizo pepo zilichomoka. Sijapata kuona. Yaani mpaka nikasema Mungu wangu, nani sana nisaidie huu msala hapa? Maana ni mwanamke. Yaani pepo zimechomoka. Siku hiyo palikucha. Mungu akamsaidia yule mganga, akaondoka pale, lakini aliendelea kufanya vita. Kumbe hawa watu hawakokagi bana baba. Hawakoki. Labda tu mumvizie uchome vile vitu vyake. Hawakokagi. Hawaachi kabisa. Babangu anasema hawaachi. Maana lile ni agano lao. Kama mimi nilivyo, yani sintakaa niache. Shetani mwenyewe anajua sintakaa niache kumtumikia Mungu. Haleluya. Na wewe usiache. Katikati ya wiki usiache kuja. Jumapili naye kuja tena, usiache kuja. Haleluya. Hilo ni agano na Mungu. Kama mganga hawezi kuacha dunguri zake, na wewe usiache. Nikakwambia ya kwamba saa zingine dhambi inaweza kukufanya ukabaki nyumbani. Usikubali dhambi ikakuache ikakubakisha nyumbani. Hata kama umetoka kugombana na mke wako na mume wako na watoto, njoo kanisani. Usitoroke. Haleluya. Kuna mtu mmoja alikuwa mtoro mbele za Bwana. Huyo mtu, hii roho ilianza kwa Adam. Alipofanya tu makosa, akawa mtoro mbele za Bwana. Hivi kumbe dhambi inamfanya mtu awe mtoro mbele za Bwana. Kumbe kuna watu hatuwaoni leo, kumbe kuna kawalakini. Hatujui yako kawalakini ni aina gani, lakini ukimuona mahali popote mkumbatie, mwambie njoo ibadani. Hata kama umemkuta yuko baa ameweka miguu 4 hivi kwenye kiti cha, mfate, yule ni ndugu yetu, mwambie njoo kanisani. Hivyo usihukumu ile dhambi. Ngoja nikwambie, anayeumwa ajuage anaumwa. Mlete hospitalini atibiwe. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na usiwahi kumhukumu kwamba wewe ni mlevi, wewe ni mzinzi, unakujaje kanisani eti unaimba kwaya. Njoo hivyo, utaimba hiyo kwaya, unakuwa mwenyekiti wa kwaya, unakuwa mwalimu wa kwaya, unakuwa headmaster. Niseme hivi, mazingira au asili ya kwenu au tabia unazozijua isikunyime au isikupunguzie mwendo na Mungu wako. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mazingira, tabia isikupunguzie mwendo na Mungu wako. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kama wewe ni mwanakwaya, hakikisha kabisa unahudhuria kwaya. Kama ni mwana praise, hakikisha kabisa unahudhuria praise kindaki. Sema kindaki. Haleluya. Kama wewe ni shemasi, unadeki kanisani. Kwa wale watoto wangu wa kule Kerai, wanajua kabisa mimi baba yao. Maana unajua iko hivi, kabla ukishaoa, kabla hujapata watoto, lazima uwe unapika, lazima uwe unafanya usafi, lazima uwe unadeki, unafagia hadi chooni. Haleluya. Haujakuwa, muangalie jirani yako, mwambie hujakuwa bado. Fanya usafi kila mahali. Mimi nakumbuka nilivooa, napika. Haleluya. Nafua. Haleluya. Nafanya kazi zote. Kwa wale ambao tuko nao hapo nyumbani wanajua. Nikiamka nafagia siku zingine. Haleluya. Na wafundisha wale watoto kwamba kuna maisha baada ya mimi kuniita baba, kuna maisha. Ili leo na kesho nikishindwa kufanya na wao wafanye. Mimi na dakika kanisani, nafuta viti, napanga viti, na wafundisha wanangu hata wakati sipo waendelee kufanya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na wewe kama ni mwimbaji, imba. Haleluya. Kuna wakati Mungu anakupeleka uwe mwalimu wa uimbaji. Mwangalie jina lako, mwambie usitoroke hiyo kozi. Usitoroke hiyo kozi.
Mwingine akishapewa tu kuwa mzee wa kanisa kidogo, anaanza kujiona yeye ndio headmaster. Anakuja kanisani saa 4, saa 5, au siku zingine haji kabisa. Mpaka baba anachukua simu anasema, mwanangu uko wapi? Mbona sikuoni? Wewe usimtaabishe mtumishi wa Mungu. Jua nafasi yako. Navomaliza, wewe ni mnara wa Mungu ambaye lazima signal isome. Signal isome, network isome. Na network haiwezi soma nje ya mnara. Inasoma ndani ya mnara, ambaye mnara ni kanisani. Na wewe ni mnara wa Mungu. Ukifika hapa, network zinasoma. Mungu anazungumza na wewe. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Wewe ni mnara wa Bwana. Wewe ni mnara wa Bwana. Network, sababisha network isome ndani yako. Kama ni mwimbaji, sababisha uimbaji uchipuke ndani yako. Kama ni mhubiri, sababisha uhubiri uchipuke ndani yako. Lakini ndani au chini ya mafuta ya Baba. Mungu siye mjinga. Kuna mtu mmoja alisema kwamba tumbo alitembei na Mungu atembei na mjinga. Mungu atembei kabisa na mjinga. Kuna kauli inasema toka utokewe. Toka utokewe. Hiyo ni kanuni, ni lugha ya wanadamu wa kawaida, kwenye vikoba, kwenye vikundi. Ukiwa na mbesi, toka utokewe. Si ndio mamangu? Lakini ile toka utokewe, headmaster wa hiyo toka utokewe ni Mungu. Haleluya. Usipomtokea Mungu hakutokei. Mwangalie jirani yako, unamwambia unamtokeaga Mungu wapi? Mwambie unamtokea Mungu wapi? Sio ile tu wakati shetani amekuminya mpaka mgongo unatembea hivi ndio unamtokea Mungu. Hapana, Mungu hatakagi, yani tumbo alitembei na mjinga. Mungu hatakagi wajinga. Eti mpaka sasa umepindwa mgongo ndio unakuja kwa Mungu. Mungu anakubakisha unafinywa vizuri. Unajua shetani ni kiranja wa Mungu. Ni sniper, sema sniper. Yeye ndo anakagua ile gwaride, yani gwaride limenyooka hivi. Shetani ni sniper, tena ni mtumishi mzuri wa Mungu mwaminifu. Yani Mungu amesema nyoosha mstari. Wewe ukienda tu mguu pande, yule sniper ambaye ni kichaa, ambaye anaitwa shetani anakupiga. Alo. Huyo ni sniper. Ukimwambia toka, yuko kazini, atoki. Anakuambia wewe ndio umetoka mwenyewe bana nikakushuti. Rudi tu kwenye mstari, si nitakushuti tena. Kwa hiyo usipokuja ibadani ukishutiwa, usilete kesi nyingi za ovyo ovyo kwa baba. Unampa baba wa watu kazi. Huyu baba anategemewa eti na watu wengi. Nyie tu hamjui, sisi wachungaji ndio tunajua. Huyu baba, mimi kama mchungaji namtegemea sana, watoto wangu wanamtegemea sana, kanisa linamtegemea sana, hadi watoto wengine wa yatima huko wasiokuwa na baba wanamtegemea. Na wewe mwana kabisa, na wewe kwa Kimasai tunasema ormilo. Unajua ormilo? Ile kizunguzungu, kuna mbuzi akipata ormilo anazunguka hivi. Hajui mwelekeo tena. Hajui mwelekeo. Inaitwaje kwa Kiswahili? Kizunguzungu kikali sijui. Kideri. Kama kideri. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo toka utokewe. Ukimtokea sana Mungu hapa, na yeye Mungu anakutokea. Kama hujaolewa anakutokea, anakupa mume hapa. Kama una magonjwa anakutokea, anakuponya hapa. Kama una kiwanja anakutokea, anakupa kiwanja hapa. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana.